Business development. Karibu kwenye kipindi chetu kipya cha business development ambacho kitakuwa kinatangazwa kila siku za Jumatatu na Ijumaa. Sasa leo kipindi chetu cha kwanza nitazungumzia swala la wateja. Unajua wateja ni kila kitu kwenye biashara. Bila ya wateja hakuna biashara. Sasa leo nitazungumzia mbinu unaweza ukaitumia kuwatumia wateja wako wakawa ni silaha kubwa katika biashara ya unaoifanya, yani katika soko la biashara unaoifanya. Kuwa nami mpaka mwisho. Sasa kama nilivyosema, wateja ni muhimu sana. Sasa wafanyabiashara wengine wanatumia pesa nyingi sana kwenye mambo ya matangazo ili waweze kupata wateja. Kwa hiyo kwenye social media huko utakuta wanatumia pesa, kwenye televisheni huko wanatumia pesa, kwenye maredio wanatumia pesa. Sasa ni gharama sana. Yes, wanafahamu umuhimu wa mteja, lakini sasa hakuna justification ya kutumia pesa nyingi kutafuta wateja. Sasa kutokana na hali hiyo, unajua ni gharama kubwa sana kutafuta mteja, na hivyo kama unaweza ukatumia njia ambayo ya gharama rahisi ni afadhali. Sasa inasemekana au research zimefanywa ni kuwa gharama za kutafuta mteja ni kubwa sana, na unaweza ukaziepuka hizo kwa kuretain hao wateja, yaani kuwaweka hao wateja wabaki na kuwatumia kama silaha yako ya kupata wateja wengine. Kwa hiyo sasa hapa kinachofanyika ni kuwatumia wateja uliokuwa nao sasa hivi ili waweze kukuletea wateja wengine. Hiyo ndio siri kuu. Sasa unafanyaje? Sasa kwenye kipindi hiki nitakuelezea mbinu 5 unazoweza kuzitumia ili kufanikiwa kuweza kuongeza idadi kubwa ya wateja bila kutumia gharama kubwa za kutangaza kwenye vyombo vya habari kama nilivyosema hapo awali. Sasa hizi hatua 5 ambazo nitakueleza hivi punde ni jinsi utakavyozitumia kujenga kitu tunaita jeshi la wateja. Yaani unakuwa na kundi kubwa la wateja ambao wanakusaidia kupata wateja wengine. Sasa hii inaitwa ni mbinu ya kujenga jeshi la wateja. Sasa tuendelee. Sasa kwenye mambo ya wateja, huduma ni kitu cha muhimu sana. Ukitoa huduma mbaya unakimbiza wateja. Ukitoa huduma nzuri unavutia wateja. Kwa hiyo sasa hapa siri ni hatua ya kwanza ni kuhakikisha, au mbinu ya kwanza, unatoa huduma nzuri ambayo itafanya wateja wazidi kuja kwako. Hii ni muhimu sana. Sasa ni hivi, wateja hawanunui au watu hawanunui bidhaa peke yake. Watu pia wananunua hisia. Sasa kama unatoa huduma ambazo ni nzuri, hapo unawafanya watu kutokana na hisia zao wanaamua kuwa wateja wako wa kudumu. Sasa unafanyaje? Kitu cha kwanza, ikiwezekana jitahidi kupata simu, namba za simu za hao wateja, ambaye yani mteja akija kwa mara ya kwanza jitahidi upate namba yake ya simu. Sasa hii itakuwezesha wewe kuwa na mawasiliano naye wakati wowote. Kwa hiyo sasa unatumia hiyo simu au namba ya simu. Kwa mfano unamwambia bwana mteja wangu, leo nimekukumbuka, kuna bidhaa zimekuja mpya hapa dukani. Sasa nimeona nikwambie ili usikose kupitwa na hizi bidhaa mpya, kitu kama hicho. Kwa hiyo sasa mawasiliano ya simu ni ya muhimu sana, na uwezi ukafanya kama huna namba ya simu. Kwa hiyo kitu cha kwanza, pata namba ya simu, alafu jaribu kufanya mawasiliano nao. Hata kama humuitii bidhaa, unampigia tu simu, bosi, sijakuona siku nyingi hapa kwenye duka, vipi umesafiri, au vitu kama hivyo. Sasa hapo mteja anapata hisia, anaona kuwa kweli unamjali. Namba 2, jenga tabia ya kuomba maoni kutoka kwa wateja. Usisite, wakati wote tu mteja anapokuja unamuuliza, vipi, unaonaje huduma zetu? Unaonaje bidhaa tunazouza? Au je, kuna changamoto yoyote ambayo unaiona kuhusiana na biashara yetu?
Hii ni muhimu sana, kwa sababu ukianza kuwachokoza hivyo watakueleza mambo mengi. Unajua, wengine wanaweza kaona mambo sio mazuri, lakini wanasita kukwambia. Sasa wape nafasi ya wao kutoa maoni yao. Na hii mara nyingi tunafanya baada ya mteja kununua bidhaa. Sasa pale anapokuja kulipa, labda ndipo unapomuuliza, je, unaonaje kuhusu mambo ya bidhaa zetu? Unaonaje kuhusu huduma? Hii sasa inamfanya anajisikia kama yeye kweli ni mfalme, kama wanavyosema mteja ni mfalme. Mbinu ya tatu ni kuwazawadia hawa wateja. Sasa kuwazawadia kwa vipi? Moja, unaweza ukawapa discount, yani unapunguza bei kwa baadhi ya bidhaa, labda kama umenunua bidhaa nyingi unapunguza bei. Hiyo nayo inakuwa na mvuto. Lakini nyingine ni kuwa unaweza ukawapa zawadi kabisa. Kwa mfano, unaweza ukampa mteja wako zawadi kama peremende, au zawadi nyingine inaweza ikawa kama labda handkerchief. Lakini pia unapofanya hivyo unajaribu pia kuwadadisi. Sasa hiyo ni muhimu sana, kutoa zawadi kwa wateja. Sasa hatua ya nne au mbinu ya nne ya kufanya ni kuwatumia wateja wako kukutangazia bidhaa zako au huduma zako. Sasa kuna mifano, unaweza kwa mfano ukatengeneza vifungashio ambavyo vyenye nembo ya biashara yako na ukawapa wateja wako kama zawadi, na hata ukawaambia wanaweza wakatangaza kwa kuwapa majirani, lakini pia unaweza wakaweka kwenye Instagram na hata kwenye Facebook. Sasa hii ni njia mojawapo wanakutangazia biashara yako bila kutumia gharama kubwa. Mbinu ya tano ni kuwatambua wateja wako. Inapotokea mteja au wateja wamekuletea wateja wengine, inabidi uonyeshe appreciation kwa kuwatambua, na hii unaweza ukafanya kwa kuwapa VIP treatment, lakini pia ukaanzisha grupu la wale wateja wako ambao wanafanya kazi nzuri ya kukutambulisha, na mkawa mna mawasiliano na kukawa na vizawadi vidogo vidogo unawapatia. Pia unaweza ukaunda grupu la WhatsApp na wakawa wanajiona kama wao ni tofauti na wateja wengine, na ukawa unawatangaza pia kwenye mitandao ya jamii. Sasa nina wito. Kwanza naomba ubonyeze button ya like, pia bonyeza button ya kushare, na pia unaweza ukabonyeza button ya kusubscribe ili kusudi na wengine waweze kuona hiki kipindi ambacho kinatoka sasa kila siku ya Jumatatu na Ijumaa. Kipindi ni cha business development. Na mwisho, kama kuna jambo ambalo limekuvutia sana kutokana na hiki kipindi, basi niandikie hapo chini. Na kama kuna jambo nafikiri nimelizungumza na unaona lina changamoto, pia niandikie hapo chini ili kipindi kijacho niweze kuliongelea. Mimi ni mtangazaji wa hiki kipindi cha business development. Asante. Naitwa, jina langu ni Ali Mwambola, na asante na karibu tena kwenye kipindi chetu cha business development. Business development.